وبلغ رسوله النبي الكريم صدق ربنا ذو الجلال والإكرام. اللهم انفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران ووفقنا للإحسان. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وكاشف كربنا وأحزاننا وكفارة لسيئاتنا، ونور اللهم به بصائرنا وابصارنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وفهمنا منه ما قرانا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك به عنا. اللهم واشفي به مرضانا وعافي به مبتلانا وارحم به موتانا وأحيانا، واجعله حجة لنا لا حجة علينا، وشاهدا لنا لا شاهدا علينا، وانظر برحمتك إلينا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Jana tulizungumzia masala ya umuhimu wa kutoa, lakini hatukuspecify kutoa kitu gani. Tulizungumza kwa jumla, kila mmoja liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati, kila mmoja atoe kile aloruzukiwa na Mwenyezi Mungu. Leo tunataka tuweke wazi umuhimu wa kutoa sadaka ya mali, au kwa lugha nyingine umuhimu wa kutoa sadaka ya pesa. Sawa ikiwa pesa utampa pesa, sawa ikiwa pesa utampa chakula, sawa ikiwa pesa utamsimamia matibabu, sawa ikiwa pesa utamsimamia masomo. Almuhimu kuwe kuna gharama utazisimamia zitakao kusababishwa na pesa. Jana tulisoma aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kutuonesha tukitaka kutoa tutoe sirran wa alania, na tukaelezea maksudiwa ya siri ni nini na maksudiwa ya alania ni zaka hizi za kawaida. Kadhalika tukaeleza kwamba ziko sehemu ambazo kwamba yatakiwa mtu atowe, kama alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wakati akiwa ameita mchango wa jeshi. Wakati akiita kwenye mchango wa jeshi Mtume sallallahu alayhi wasallam, watu walikiitolea wakionekana, na saa ingine ikibidi haswa awaulize, kama hadithi iliyokuwa kuwa Sayyidina Umar alikishindana na Sayyidina Abu Bakar katika kutoa, katika kufanya khairi, ilikuwa hamu yake ya mshinde. Na haya ni mambo yatakiwa na haya ni mambo hayako. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, katika mambo ya khairi yatakiwa watu washindane. Mimi nimejenga msikiti wa watu 100, wewe jenga wa watu 200. Mimi nimefuturisha watu 100, wewe futurisha watu 200. Mimi nimepeleka umra watu 100, wewe peleka watu 200. Si lazima kutangazwe, si lazima kuelezwe, lakini ikiwa kwamba kule kutangaza itakuwa ni kusababisha na wengine wafanye, ni sawa. Na ikiwa wajiamini wewe, itakuwa kwako wewe hakuna nini? Ria. Na alama kubwa ya kutokuwa huna ria ni kuwa ikiwa hukutajwa wewe usimkumbushe, na mimi pia niliwahi. Maana kuna watu wengine ukwambia yeye hana ria, lakini ukitaja fulani amefanya kadhaa, fulani amefanya kadhaa, fulani amefanya kadhaa, ukwambia mimi pia mmeshawahi kufanya. Sasa wewe kama sikutajwa mimi, Mungu ndo hatojua? Upo? Ria ni kitu ambacho kwamba chatakiwa tukiogope sana 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 sana, haswa katika masala ya kutoa.
Masala ya kutoa kuna hatari sana. Waweza ukatoa wewe kisha ukawa kile ulokitoa kisiwe chochote, usipate lolote, kwa sababu umetoa si kwa ajili yake yeye, umetoa ni kwa ajili ya nani? Usifiwe. Ni hatari. Sasa Sayyidina Umar asema siku hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatangaza kwamba kuna mchango. Kama sasa hivi utangaziwa kama kesho kutakuwa na mchango wa kuchangia markaz ya Riyadha Islamic Center, saka watu wakashindane, mwenye milioni 10, hata kama zile senti ulionazo wewe za barnamiji zikazitoe huko, angalau zitatahirika. Maana kuna wengine hawatoi ila za barnamiji ye chake hakitoki, akitoa ni hizo zile za riba ndo atazitoa, au alikuwa akifanya kazi ya nyunga, basi nenda kesho kazitoe huko ziwasaidie. Kuna madrasa yataka kununuliwa wakfu, ni madrasa imeanda zamani, ina asili na usuli. Almuhimu nenda ukasaidia, usitoe zaka tu ukapa community ya zaka, toa uwape wanaostahiki. Sasa Sayyidina Umar akaja na kile alomjalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuyua kwamba Sayyidina Umar apenda sana kushindana na nani? Na Sayyidina Abu Bakar akamuuliza, ya Umar, madha tarakta li ahlika, familia yako umewatia nini? Umewatia kitu gani? Sayyidina Umar akamwambia, ya Rasulullah, nisfa mali, nimewatia nusu ya mali yangu. Yani mali nimegawanya sehemu mbili, nusu nimekuja kutoa hapa na nusu nimebakisha kwa ajili ya familia yangu. Huko sasa yao huko Umar hoyo ni Umar jina tu wa kutoa nusu, yani 2000 iwe 1000 itoa 1000 ndo ibakie ndo akiba. Kwambia nikitoa tena. Sisi siku hizi tumekuwa na kinyume, mtu kumeambiwa kwa takana msaada au mtu atamsaidia mtu, ataangalia fukoni, zenge 50 wapi, haiko hapa, azenge huko mpaka aipate. Kisha akiipata akikupa, kwambia bwana, niombe Mungu na mambo makubwa kwa 50. Una makubwa, toa pesa kubwa, au sio? Wewe wataka kutoa 50 kisha Mungu akutengezee mambo makubwa, toa makubwa na wewe, au sio? Sayyidina Umar ajua mimi leo kikombe nchangu. Sayyidina Abubakar mimi nusu nimetoa. Akasubiri, akamwona Sayyidina Abubakar amekuja na kile alokuja nacho. Mtume sallallahu alayhi wasallam amuuliza, ya Abubakar, madha tarakta li ahlik, haya na wewe umewatia nini familia yako? Sayyidina Abubakar ajibu, taraktu lahumullaha wa rasulah. Allah taraktu lahumullaha wa rasulah, nimewatia Mungu na mtume. Usiliangalie hili neno kwamba nimewatia Mungu na mtume, angalia aliyewatia Mungu na mtume na wale wa nyumbani walokubaliwa kuwatia wa Mungu na mtume. Pongezi si kwa Sayyidina Abubakar, pongezi ni kwa mamake Sayyidatina Aisha na mwanawe Asma na mwanawe Aisha kukubali baba, kukubali mume ende akatowe. Leo wewe ukitoka na bandali nyumbani ambaye ndio kulipeka, kuna watu miskini yao 10 hafutu, na sisi tutafudhuruni. Unaona? Lakini ukawa kuna familia ya kukubalia utoe income yako, utoe mahitaji, yani utajiri wako wote. Kizungu mahitaji, investment yako yote uitoe. Kama ndio investment, kama sio mmekosa, si mimi nule kule ndo alonambia. Yani zile mumtalakati zako zote, ile mali ulomiliki wewe yote ndio kaitoe fi sabilillah. Sijakwambia hivi na wewe leo ukitoka wende nyumbani jamaa hawako utowe, utaruhusiwa kuingia. Mwanzo jenga imani iwe kule nyumbani hawamuoni ila Mungu na mtume. Ile nyumba ikiwa hawamuoni ila Mungu na mtume, ile nyumba ikawa yajua kwamba chochote ukitoacho utakipata, tajiduhu inda Allah. Leo
utakuta ala sabili almithali walillahi almathalul a'la. Shati tuende kwa mifano. Aje president hapa ana mchango, si mtakumbuka kuna siku moja president alifanya mchango chakula, sahani moja sijui ilikuwa 200,000, sijui sahani ya chakula 200,000, yani ndio mchango huo. Kuna bwana mmoja sijui alinunua sahani kwa 2,200,000. Jamaa wakamuuliza, akanena sikutupa, nimeweka na yeye na mimi nitampata wapi? Ona, yani yeye amemsaidia rais 2,000,000 au sijui 20,000,000 kwa kuwa na yeye kuna siku ayua ni hayo, kukiingia kitu kimeshikwa atapiga simu, boss na mimi sasa nina matatizo, au alinisa achana nayo mali. Ona, yani yeye ametoa kumpa mkubwa wa kiserikali kwa malengo yake. Mpe Mungu. Au huamini kwamba Mungu aweza kukusaidia? Au huamini Mungu aweza kutatulia matatizo? Huwezi kufikwa kwenye matatizo, huwezi kufikiwa. Wallahi kuna watu wafanya sadaka na watu hawajui kwamba wao hawa wana mali, manake hawajasikia hata siku moja gari zao zimeshikwa ziko polisi. Watu umekuwa sengine huambia wale utawaweza wale wachawi. Si uchawi, wale wategemeaji Allah. Wale wategemeaji Allah. Hoyo mchawi nategemea uchawi utakavyotegemea. Kuna siku akipatikana upatikana maradufu. Lakini ategemea Allah hakuna siku ya kupatikana. Hakuna. Labda iwe siku hiyo Allah hako na hii ni muhali. Sasa wewe wampa huyu kiongozi ili kuna siku, mpe Mungu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika miujiza yake ni kwamba hagojei wewe umwambie. Taarraf ila Allah fi rakhai ya'rifka fi shidda. Mtume atuambia jijulishe, jitangaze, jipelekeshe, jikurubishe kwa Mwenyezi Mungu wakati ukiwa mambo mazuri, wakati una uwezo. Ya'rifka fi shidda. Ukiwa na matatizo hungojei kusema ya Allah tayari, kwa sababu wewe ushajitambulisha. Leo sisi tunajua kwamba kuna kitu mathalan kwenye YouTube wa subscribe. Mtu akiposti yule ambaye umesubscribe automatically yakuletea message. Na kwa Mwenyezi Mungu ni hivi hivi. Siku wewe ukipatikana na shida tayari, mja wangu yule apenda kusaidia waja wangu, basi na mimi ashajua. Tayari malaika ule wale waliowakilishwa kuondolea watu matatizo ashapata message, huwa chap chapu sasa. Ukaona mambo yametatuka, hata hujui kwa njia gani. Jamaa hukutisha kwambia baba hatari, sijui wallahi kesi hii tutaimaliza vipi. Hatari kwenu nyinyi, lakini kwa Mungu hakuna cha hatari. Na mimi wa ufawidhu amri ila Allah inna Allaha basirun bil ibad. Mwenyezi Mungu asemaje? Fawaqahumullahu sayiat ma makaru. Maona hapo fawaqahumullah, walipotegemeza tu mambo yao kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu hapo alitajibu fawaqahumullahu sayiat ma makaru. Mwenyezi Mungu akawaondoshea vitimbi ule ubaya wa vitimbi walivyokifanya. Na hii ndio kawaida, amtegemea Mwenyezi Mungu, natija yaja namna hii. Kwa hiyo jitambulishe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwatambua waja wake, na ujue kwa kadiri ya wewe kunufaisha waja Mwenyezi Mungu ndo wajiwekea nafasi ya kunufaishwa na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Waman kana inda nasi anfa fahuwa inda Allahi arfa. Wewe kwa ule mtu ambaye kwamba yeye hunufaisha waja Mwenyezi Mungu ndo huwa ana cheo zaidi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatwambia ahabbu nasi ila Allahi al-khalqu iyalullah wa ahabbuhum ila Allahi anfa'uhum li'iyalihi. Watu wote ni alatun ala Allah, yani ala ni familia ya Mwenyezi Mungu, yani Mwenyezi Mungu ndo anaoisimamia waja. Na mja anayependekeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu anfa'uhum li'iyalihi, kadri ya manufaa unaonufaisha waja wa Mwenyezi Mungu ndio kadri ya mapenzi unajitengezea kwa Mwenyezi Mungu. Nufaisha kwa kile ukiwezacho, nufaisha kwa fikra, nufaisha kwa mawazo, nufaisha kwa msaada, nufaisha kwa elimu. Kile alokupa wewe Mwenyezi Mungu nufaisha. Kuna watu hawezi kutoa sadaka, Mungu henda akawaonda, ukaona wao ni kusaidia timu za mipira, ni kusaidia waimbaji, ni kusaidia maekta,
ni kusaidia sijui watu ambao kwamba hawajaliwa hata kumsujudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kusaidia majukwaa yasokuwa ya khairi. Wajua Mwenyezi Mungu ameweka ni sunnatullahi fi ardhihi, akikupa lazima zitoke. Sasa ni wewe utazitoa kwa njia gani, lakini Mungu hakuweta zikae. Mwenyezi Mungu hakuleta zikae, ameeta zitumike. Usipozitumia kwenye njia ya kheri, Mungu hukusaliti ukazitumia kwenye njia mbaya. Na sisi tunaona kuna watu hata wakaitwa namna gani, haulai tudauna litunfiqu fi sabilillah. Mwenyezi Mungu atuelezea wazi wazi ndani ya Qur'ani, na bado wako jamanini, njia ya kheri ni hini, njia itakiwao ni hini, njia itakaokufaa ni hini. Nikitoa nani atanijua? Nikitoa nitapata nini? Nikitoa kwenye society nitajulikana mimi nani? Lakini ngoja aliyekwe jukwaa la siasa na wanasiasa, na yeye ataka kuonesha amechangia pakubwa kwenye chama fulani, kisha nenda katukue thawabu zako kwa chama. Ndio kuwekwe sijui kikombe cha mipira, yeye atakuonesha mimi ndo sponsor wa kikombe cha mipira. Ndio kuwekwe sijui kitu gani. Hii ndio hali. Hii ndio hali. Wewe angalia hata mahoteli yetu. Ushawahi kuona hoteli fulani imewahi kupiga picha, shekhe ameingia akapiga picha hiyo fulani imekuwa kula hapa, lakini aingia mwimbaji. Magari, wenye magari. Akipanda shekhe fulani hakuna kupigwa picha hiyo shekhe fulani msafiri na gari letu, lakini apande mwimbaji fulani. Yeye pia amepanda, maana yake gari hili hupanda waimbaji tu, wewe shekhe zengia gari lingine. Hii ndio hali tulio. Hali tulio. Apite tu mwimbaji pale hapa pa kununua futari. Ankula hiye. Marikiti, Taji Mahali, sio? Apite mwimbaji au mchezaji mipira. Watu wote watakapiga naye picha, maana yake zakula hizi ufuturia waimbaji na nini. Lakini pita wewe shekhe hakuna atakaye kukuyua. Shauri yako. Tena pengine mtu atakuita, "Sheikh, ndo nunue hapa." Ule ataitwa fulani, "Ndo bwana utabaruku, tukuua tu bwana." Nini? Mwenyezi Mungu amejalia chochote kile ambacho kwamba wewe umekipata kwa njia nzuri hakitotoka ila kende mahala pazuri, na chochote uliokipata kwa njia barnamiji Mwenyezi Mungu hakubali kende pazuri. Hakubali. Mwenyezi Mungu hapendi kufadhiliwa na haramu. Mwenyezi Mungu hapendi, na ndio akatangaza katika Qur'ani, inma yatakabbalu Allahu minal muttaqin. Makosa si yao, makosa ni yale mali walioyatuma, ndia walioyapatia. Hakubali, Mwenyezi Mungu hakubali kufadhiliwa. Mwenyezi Mungu ni karimu. Na ndio katika hadithi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya Kiyama atamuita mja amwambie, "We, ndoa. Umeona madhambi yako? Umeona uliyofanya? Ulitaka msamaha? Ya Rabbi sikutaka." Ukutaka? Haya, nenda peponi. Ya Rabbi kwa lipi? Kwa lipi? Mimi sikubali kufadhiliwa. Sababu wewe ulimsamehe mtu hajakutaka msamaha. Kuna mtu alikukosea, ukamsamehe bila yeye kukuomba msamaha. Wewe ukamsamehe tu kwa ajili yangu mimi, na mimi nimekusamehe ingawa wewe mwenyewe umekubali kwamba ulikosea hukuniomba. Kwa hiyo mimi sipendi kufadhiliwa. Nenda pepo. Upelekwe peponi kwa sababu uliwahi kumsamehe mtu hakukuomba msamaha, na wewe umemkosea Mungu hukumuomba msamaha, Mungu aje kukusamehe. Kwambia mimi sipendi kuzidiwa bwana. Yaani wewe unisamehe mja wangu, kisha mimi sikusamehe wewe. Hili haliingiliki akili. Kwa hiyo na mimi nakusamehe ingawa wewe hukuniomba msamaha. Kwa hiyo Mungu hapendi kufadhiliwa. Ukimuona mtu yuwatoa, ukijiona wewe, jamani ni usiende ukapima watu ukaenda, nimezungumza habari ya magari hapa ukanena kampuni fulani. Wewe kila muangalia kampuni yake. Nimezungumza mtu kutoa, kila mmoja ajiangalie, usimpime mwingine. Sisi hatujapewa mizani ya kupimana. Sisi tumepewa mizani ya kutujipima sisi wenyewe. Zinu kabla antuzan, jipimeni, sio mpimani watu. Watu wakisikia ayatul munafiqi 3, aya za mnafiki ni 3. Idha hadatha kadhaba, akizungumza urongo. Fulani ndiye hajiangalii mimi kizungumza urongo au sizungumzi urongo. Wa idha waada akhlafa, ndio yule aloniambia ndo tukue pesa zako asinipe.
Wewe jiangalie wewe, ukwambia muizi. Wa idha tumina khana, ukimwamini so maana ndimompa siku zile pesa asiregeshe. Wallahi ustadhi amenena kweli, ni kweli hizi aya alama hizi ni kweli anazo. Jiangalie wewe, ukiaminiwa bosi wako amekuamini, tajiri yako amekuamini, umeaminiwa katika kazi yoyote, waifanya ndivyo itakiwavyo. Jiangalie wewe, usimpime mwingine. Matatizo tulionayo sisi hupimana. Kizungumza kitu fulani, ni fulani huyo. La, kila mmoja ajitizame yeye mwenyewe. Kwa hiyo ukiona Mwenyezi Mungu amekusaliti kutoa katika mambo ya kheri, tukua bishara kwamba zile, kama ni pesa, kama ni elimu, wasomesha kwa ikhlas, tukua bishara kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupa kitu ambacho kwamba yeye amekiridhia. Sababu kama ilikuwa hakukiridhia, angekusaliti ukawa watoa katika sehemu ambazo hazitakikani. Lakini alhamdulillah, wasaidia sehemu zitakanao, wafanya mambo yatakanao, huoni uzito. Ukiitwa katika kufanya jambo la kheri huoni uzito, bali wapendelea, bali wafurahia, bali washerekea, ukawa alhamdulillah, nashukuru. Yani kile ukitoacho wakipenda zaidi kuliko kile kilichobakia. Na hii ndio ilikuwa hali ya masahaba. Angalia bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakati alipokuwa katika ghazwat Badr, wakati katika ghazwat Badr ambao huwa katika Ramadhani mwezi 15, alipoketi na masahaba kushawiriana nao, wakati walikuwa wao hawakutoka ni kwa ajili ya vita. Ajabu, mimi henda kuzungumzia kisa cha Badri misikiti mingine, na hapa msikiti wangu sijawahi kuzungumzia. Lakini mara inshallah tutakipanga tukizungumze. Nataka kupa nukta hii tu fupi. Walipokuwa wamezungumza, manake hapa kuna darasa tamu sana kwenye hii, lakini mimi nataka kukupa ushahidi wa huno. Mazungumza Sayyidina Abubakar, akazungumza Sayyidina Umar, akazungumza Miqdadi. Kila mmoja mazungumzo yake na yataka sherehe. Lakini mimi natakapo ni hapa alipozungumza Saad bin Muadh. Huyu Saad bin Muadh aliyazungumza mengi, lakini mimi nataka pointi hii tu, kumwambia ya Rasulullah, khudh min amwalina ma shi'ta. Ya Rasulullah, sisi tunayo mali, katika haya mali yetu tukua utakayo. Hii sahali, tukua utakayo. Lakini watruk ma shi'ta, na wata utakayo. Hii sawa, tukua utakacho na niatia utakacho. Lakini kubwa ni hili, fawalladhi nafsi biyadihi lalladhi ta'khudhuhu ahabbu ilayna min alladhi tatrukuhu lana. Hapa ndipo pakubwa. Yani wewe umwambie mtu, bwana ingie hapa nyumbani, mali yangu yote yako hapa, tukua utakayo na niatie nitakayo. Lakini nakuhakikishia wallahi, yale utakayo kutukua mimi nitayapenda zaidi kuliko utakao kuniatia. Sikia hapa. Hapa ndipo pazito. Yani umwambie mtu, mimi bwana mpanamishi 10, bwana angalia hapa mfukoni zilioko, tukua utakazo niatie utakazo, na zile utakazo tukua mimi nitafurahikia zaidi, sio tatukua zote kisha kiondoka salala watu wengine naweza kuatia hata shilingi 13. Si wewe umesema utakazo kutukua kwangu zapendekeza zaidi kuliko utakazo kufanya nini? Kunibakishia. Kwa sababu jana tulieleza hapa tofauti ya mtu wa dunia na mtu wa akhira. Tofauti yao ni ipi? Akupae mekupa dunia, akuombae mekuomba nini? Hakukuomba akhira, yani amekupa wewe akhira. Mimi nikikupa msaada ukiupokea mimi nitapata nini? Thawabu maana yake nikupata nini? Dunia. Nikupata nini? Sasa wewe wafurahi ule akupa akhira, wafurahi kupa dunia, sote tufurahi atupa dunia. Hapa lao kasema kesho darasa ni mtu ataketi hapa, kila ule ahudhuria darasani atapigwa 10,000. Mwingine atanena huo shekhe mzuri zaidi. Muona sasa sahaba mwambia ya Rasulullah, hakika ya sisi ni kuwa twapenda ukitukuacho kuliko utuatiacho. Na ni kweli, si maana test, si masala ya kuzungumza tu, bwana nyumbani kwako bwana, akitoka mwambia Mungu ajalie usipitie tena kwa huko. Lakini ni hakikatul amri, ndivyo walivyokuwa kiishi na masahaba na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Na sisi lao tungekuwa kila mmoja katika hawa wawili tuishi hali namna hii, twajua sisi tukenda kumuomba mtu kutupa atupa dunia, hatungekwenda kumuomba ule mtu. Na wale wenye kutoa lao wangekuwa wana yakini wao wakitoa wapokea akhira, hawangengojea kuombwa. Wallahi wewe ule tajiri asione amekufadhili akikupa, ni wewe umemfadhili. Yeye amekupa dunia tu, yeye amekupa takataka, lakini wewe umempa kitu gani? Lakini aelewa hilo, aelewa jambo kama hili kwamba mimi nimekupa akhira kwa kadiri ile akhira utakao kunipa wewe. Ukinipa 100 na mimi nimekupa akhira 100, sasa utaka wewe unipe 100 nikupe 100, utapata rumu za kulala 100 kunguni ndani, mbu ndani. Ukitaka mahitaji deluxe, sio? Toa size ya deluxe, au sio? Kiasi utakachokutoa ndicho kiasi utakachokupata. Sasa tungekuwa twaishi maisha namna hii kwamba sisi twajua kwamba kile tunachokimbilia twakimbilia dunia, sina haja kuikimbilia. Na yeye yule mwenye kutoa akiwa ajua kwamba mimi hichi nitoacho napata akhira, sipunguki hivi mimi kwenye pesa zangu, mangekuwa hawa yani wawafurahia na kuwashukuru. Kutoa ni kitu muhimu sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia fattaqullaha mastata'tu, fanyeni bidii muogope Mwenyezi Mungu kwa namna uwezavyo. Wa ati'u wasma'u wa ati'u, sikizeni mtakapoambiwa, na mkisikiza msitosheke kusikiliza. Wa ati'u, tuini baada ya kusikia. Ukilisikia jambo zuri umeelezewa, yatakiwa ulitii hilo jambo. Mukisikiza mutii, kisha wa anfiqu, toweni. Toweni. Kwa nini ya Rabbi tutowe? Atuambia khairan li anfusikum, kutoa ni bora kwa nafsi zenu, ni bora kwa nafsi zenu. Yule atowao na kujua hichi akitoacho yuampa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu humpa rahatul bal, peace of mind. Ukimwona mtu ametoa kisha akapata qadhm, yani akapata moyo, namsaidia tule bwana, lakini mimi mwenyewe hali, ona hakutoa. Unajua wataka ukitoa utoe an, angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alielezea katika Qur'ani, wayut'imuna ta'ama vipi? Hii aya muipati, wayut'imuna ta'ama ala hubbihi. Hapa ndipo mpatakapo, wayut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Kutoa kwa kupenda, kutoa unachokipenda. Yote tafsiri mbili fasiri. Ukitoa toa na wewe huku wapenda kufanya nini, na ukitoa toa kile ambacho kwamba wewe wa nini wakipenda. Sio basi hizo nguo lazima hata mwenyewe hazinitoshi. Hazikutoshi ndo kazitoa. Ni kutoa si vibaya, lakini kutoa kwenyewe ni kule alosema Mwenyezi Mungu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna. Hamwezi kuipata hiyo albir. Wanazuoni mufasirina wengine nasema albirri kwamba ni pepo. Albirru ni jami' li maani alkhair. Hamwezi kupata khairi yote mpaka mkitoacho mkitoe hichi sisi twakipenda. Sahaba alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposikia namna hiyo, akamwambia Rasulullah, inna ahabba amwali, mali ambayo kwamba mimi nayapenda zaidi ni hii shamba ambayo kwamba ni Beiruha, shamba ambalo kwamba kuna na kisima ndani. Kisima hicho Mtume alikipenda kwenda kunwa mai yake yalivyokuwa tamu, hata Mtume alikipenda sana. Kwa hiyo ya Rasulullah, ikiwa wewe wasema kwamba sisi hatuwezi kuipata pepo mpaka tutoe kile tukipendacho, mimi hii shamba naipenda sana, nataka nitoe kwa sababu niipate hiyo pepo. Iweke mahala unapoipenda, unapoona wewe yastahiki kuwekwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, la, toa wape familia yako, zengea ndugu zako, maami zako maskini, waandikie hiyo shamba iwasaidie. Na hii ndio sadaka bora.
Sio wewe ndo ukalishe watu wako huku utakalika, wako huku taabani, haitakiwi. Mwanzo as-sadaqatu ala al-miskini sadaqa, sadaka kumpa maskini utaandikiwa thawabu ni sadaka. Was-sadaqatu ala dhi qaraba sadaqatan wasila, sadaka kumpa familia yako itaandikiwa thawabu mbili. Hata zaka, kila ukiweza ile zaka kuangalia jamaa zako ambao ni wahitajiwa ni bora, ila hufai kumpa zaka mke wako. Mke afaa kupa zaka wewe mume. Lao mke wako mtajiri, sangineza kwa mambo kinyume au sio? Ikawa mke mtajiri kushinda mume, au sio? Sasa mke hutoa zaka, aweza kumpa mumewe, lakini mume akitoa zaka hafai kumpa nani? Mkewe. Wazazi ikiwa uwalishao ni wewe hufai kuwapa zaka. Ikiwa la huwalishi na ni wahitajia wape. Watoto wakiwa bado wako chini yako wewe ndo watazama, hufai kuwapa zaka. Ikiwa la, kila mmoja hujitazama mwenyewe na wana shida, wafaa. Ndugu zako siulize hao. Ndugu, sijui maanti, sijui maankal, manake siku hizi kuna na ammi, amma, hakuna wafahamu mpaka unene anti na anta. Wa kike ni anti, wa kiume menena anti, manake simezoea anti na anta, si ndio? Sasa na anti ni anti wa kike, anta itakuwa ni anta wa kike. Yani anti na wapili wake huku nani? Uncle. Kisha na mwingine huyu ni shangazi, huyu ni mjomba. Anti ni shangazi, ni anti ni na khalati anti pia. Sasa si kazi, hai ni lugha hii kweli? Sasa wewe umepoa kitu kama mpelekea anti yako, utampelekea shangazi, utampelekea khalati? Haya, uncle ni mjomba, si ndio? Na ammi pia ni nani? Pia ni uncle, ndio? Jamani, nini mulosoma skuli nyinyi, mimi sikusoma. Uncle ni mjomba na ammi pia ni uncle. Sasa ukipoa kitu hichi mpelekea uncle yako, mpelekea ammi, mpelekea mjomba. Kwa hiyo ule mpelekeao ni maana wewe mpenda zaidi, au sio? Alhasil, hawa wafaa kuwapa. Ukiona sadaka, hawa ndio bora, hawa ndio bora. Sasa Mwenyezi Mungu atuambia wa anfiqu. Sasa huyu sahaba Mtume SAW alipokuja kuweka hii shamba akamwambia la, iweke. Na hii ndio yatakiwa kiongozi. Sio umekuja kwangu Sheikh, kuna 100,000 hini. Mando muulize familia yako wewe vipi? Asije akakupa wewe kuipendekeza kwa wewe Sheikh ukaipokelea. Santa, Mungu akubariki. Nyinyi ndio kweli wale mpenda Mwenyezi Mungu na Mtume, nyinyi ndio haswa mkielezewa habari ya kutoa huwa wapesi. La. Mando swali. Vipi wewe familia yako? Namna gani? Maisha yao vipi? Kunaye maskini, nenda kawapelekewa. Kun munsifan. Usiangalia kuwa wewe umepata, lakini angalia kumfaidisha ule apate kuunga nini? Kizazi. Maana kuna watu wengine wapendani hayo wajikaribishe kwa shekhe tu, lakini familia yake huko haiangalii. Kafa bil mar'i ithman. Mtume SAW asema yatosha kuwa ni dhambi tosha kwa mtu an yudhayya man yaqutu, kumpoteza ambaye kwamba astahiki kumlisha. Kuna watu wao huangalia marafiki kuliko mke wake, alishe watu marungi, lakini hajajaliwa kumlisha mke wake skirimu. Wako watu hawa tena kumwambia tena mke wake, bwana nitachelewa leo, niko na marafiki zangu. Sio uko na marafiki zake tena, akatia nania ni sadaka hii. Inshallah sadaka yangu, sadaka yako kwa Mungu ka. Hoko ndio hayo Mungu kukuadhibu, pesa ukazipoteza patupu. Sadaka waagizie familia wae wapige biriani siku moja hapo vizuri. Sadaka wewe kuna watu hawana sadaka ila Jumamosi na Jumapili. Sadaka zenyewe ni halali, sijui haramu, mongoka nini. Wallahi mitihani balaa hizi. Wallahi mitihani mikubwa sana. Hajajaliwa kuinunulia familia yake kile akitoacho kwa Meru, akanena yeo hisi kitoi kwa Meru, yeo nitakitoa nyumbani, akanuilia. Hii ni sadaka? Hana. Kwa hiyo na wewe unayepewa kiongozi, mwanzo muulizie vipi huyu, familia yake iko vipi, imekamilika?
Wallahi kuna watu Mwenyezi Mungu amewapa nini? Subra, lakini lao wakitamka ile hali wanavyoamiliwa ndani ya majumba utashangaa wewe. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuonesha umuhimu wa kutoa sadaka. Namna gani wewe sadaka itakuja kukufaa sehemu ambayo kwamba utatamani ndugu yako asimame azungumze hawezi. Utatamani babako asimame azungumze hawezi. Utatamani mke wako asimame azungumze hawezi. Utatamani mtoto wako azungumze hawezi. Lakini sadaka ndio itaweza. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah laysa bainahu wa bainahu tarjuman. Hakuna mwanadamu yoyote ila atazungumza na Mwenyezi Mungu face to face. Mmoja alikuwa akinena basi waja wote hao Mwenyezi Mungu atamaliza lini kazi hiyo? Kamwambia walillahi almathalul a'la. Leo tu mmoja husimama kwenye channel, si ndio? Ni Al Jazeera siyo nini, akazungumza yeye, watu ulimwengu mzima wakaweza kumuona pale pale, au sio? Na yeye pengine huona mimi huzungumza na fulani, lakini kila mmoja amezungumza na yeye kwa wakati mmoja kwa ulimwengu mzima. Hii ni power za channel. Itakuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, itakuwa power alona yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kila mmoja Mwenyezi Mungu aweza sote kwa time moja kwa atazungumza na sisi kwa kila mmoja kwa mazungumzo yake, na kila mmoja akajibu kwa majibu yake, na kila mmoja akaweza kufahamu. Wewe angalia tu utasema basi hizo sauti hazigongani. Hii mitandao kwa dakika moja ni simu ngapi zapigwa kupitia mtandao ule mmoja? Mbona wewe usikia mwendani wako na hayo mitandao imeingiliana? Wewe ukazungumza na mwendani wako akazungumza na mwendani wako at the same time, au sio? Ni kifaa kimoja tu kikafanya kazi hiyo. Itakuwa kifaa ambacho kwamba ni Allah. Itakuwa nguvu ambao ni Allah Jalla Jalalu. Kwa hiyo kuwa na yakini kwamba hakuna katika sisi ila atazungumza na Mwenyezi Mungu face to face. Mwingine ukwambia hata mimi lugha fulani atajua kuzungumza na mimi. Hii lugha wewe usiwe na hamu. Wewe kuwa na hamu utazungumza naye. Yeye atazungumza na wewe, kwani wewe alipokuumba hapa ulipeleka application, mimi nataka kuwa Mwarabu, mimi nataka kuwa Makonde, mimi nataka kuwa Mdigo, mimi nataka kuwa Mbajuni, mimi nataka kuwa kadha. Pengine ukifufuliwa itakuwa kinyume sasa. Ule Mwarabu awe Pokomo, ule basi takiane na hoko lugha zitakuwa khalasi, lugha ni moja tu. Lugha gani? Wewe usiwe na hamu. Hamu kwa wewe ujue utazungumza na Mwenyezi Mungu kwa lugha ambayo kwamba wewe na Mola wako mtafahamiana. Suala atakayo kuzungumza na wewe umeyapanga kumjibu vipi? Sasa ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia fayandhura aymana minhu. Mtu ataangalia, atafuta msaada. Fala yara illa ma qaddam. Asione illa kile alichotanguliza mazuri. Upande wa kulia. Fayandhura ash'ama minhu. Upande wa kushoto. Fala yara illa ma qaddam. Fayandhura baina yadayhi fala yara illa an-nar. Kiangalia mbele huoni ila ni moto. Moto uroroma. Fattaqun nara walau bi shaqqi tamra. Mtume sallallahu asema hakitakacho kutuweza kutuepusha na hini ni ubaye wa tendo utakayokumfuturisha mwendani wako. Nyinyi mwayua kuna watu mpaka yeo hawayaweza kufuturu, hawaweza kufungua muadhini na tendre, na watu badilishana maboksi. Wewe umpata yapi? Amina letewa ya Dubai, mimi letewa ya Omani. Basi wewe lete boksi 3 na wetu kwa hizi 3 nkalao tuionde hiyo. Na kuna watu wataka ya debe hata kama yatoka wapi? Sehemu za Ukambani. Maana siku hizi pia Ukambani kuna na tendre. Muhimu wapate tendre, wako tayari. Masulia. Mtume atuambia fattaqun nara, uogope moto, usidharau kuogopa moto, walau bishaqqi tamra. Hata kama kukimbia kwa kutoa ubaya wa tendre. Ukiwa utatoa ubaya wa tendre mmoja tu, ni moja katika sababu za kuwa wewe wayaonesha kwamba waogopa moto. Kuna watu ufunga Ramadhani wakabaki na tende Ramadhani,
na baada ya Ramadhani, na mpaka ikafika Ramadhani nyingine tena ukamsikia akisema hii ya mwaka jana nzuri, haijaharibika. Tumuogopeni Mwenyezi Mungu. Na Kenya yetu nini? Tumeruhusiwa tende, lakini hiyo tende yenyewe mpaka ikapimwe, na ukimwi haina. Umeruhusiwa tende, hazina ushuru, lakini shati zipimwe, hati ziangalie kiwango, hazia expire. Tuateni sitakao kufa ni sisi. Nyi turuhusuni, tuateni tuete tu. Meka zikwazo, wengine tende za debe hazifai, hazijulikani expiring date. Tende wa expire. Ala kulli hali, atuonesha umuhimu wa kutoa sadaka. Hapa Mtume ametaja shaqi tamra kwa sababu ilikuwa Arabuni wakati huo, huwezi kumpa mtu pishori, huwezi, hakuna kwao kitu ambacho kwamba ni cha thamani kama nini? Tende. Wakati hono, si maana hii hadithi yatuambia sisi kila mmoja atoe nini? Tende. Wakati hono, wakati wa Mtume SAW, tende ndio cha kufungulia mwadhini, tende ndio futari, tende ndio chakula, ndio lunchi, tende ndio dina, tende ndio breakfast. Sio tuwe mezane kwa tende tutatoana na basili. Mwingine atoe tende, mwingine atoe pishori, mwingine atoe nyama, mwingine atoe keni la mafuta, mwingine atoe boksi la maziwa. Namna hiyo Mtume SAW yazungumza na wakati wake. Sasa alikuwa ataka Mtume azungumze mtu atoe Brookside. Wakati wake kitu muhimu zaidi ni tende. Kwa hiyo akawaambia watu fatakun nara walau bishaqi. Haimaanishi kwamba wewe ukawanunulie watu maboksi ya tende uwape tu. La. Wajua kwamba hawa hawana uwezo wa tende, wape tende. Hawa wanao uwezo wa kupata tende, wape chakula. Sio wewe umesikia hadithi leo yasema kwamba walau bishaqi tamra, ya Allah, tende yu, tende tu, kila yao tende tu. Baba, fahamu uzuri waqi. Wajua mimi nimewahi kuzungumza mara nyingi. Hizi hadithi zingine lazima tuangalie matukio ilikuwaje mpaka Mtume akasema. Wa ila utakwenda kufanya jambo wewe kisha sema Mtume mwenyewe anasema. Niliwahi kutoa mfano hapa. Kuna hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ni'mal idamu al-khal. Bora wa kitoweo ni siki. Tunajua siki? Hadithi sahihi. Mtume asema bora wa kitoweo ni nini? Kweli uko tayari mimi nikualike nikupigie sima kwa siki, ukitoka utanilani hata wewe Ramadhani nzima? Na hadithi tena nikakusomea, yeo umepata kitoweo bora, Mtume ansema kula wewe hiyo siki, mimi nipa hichi kisokuwa bora. Sasa wewe uje uniweke hadithi mbele nasba ainea unambie aona Mtume asemaje bora wa kitoweo nini? Siki. Nakwambia hukuifahamu hadithi. Ni kweli hadithi frame ya hadithi yasema ni'mal idamu al-khal, lakini hebu isome malengo na madhumuni mpaka Mtume wa kuzungumza maneno kama haya. Ule bwana alijua na Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa mtana, akampa chakula, akamwambia Rasulullah, samahani, wewe wahitaji kupewa kitoweo bora, lakini leo sina kitoweo nilonacho nini? Siki. Mtume akamwambia fana aleki, hicho ndio kitoweo? Kutotaka kumvunda Mtume alikuwa havundi mtu moyo. Maana kama mimi ngambia basi kama nsiki hatana nayo koko, tafadhali shushe kwa mai. Lakini Mtume hamvundi mtu moyo. Ndio akamwambia ni'mal idab. Siki ndio kitoweo bora. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini hamaanishi kwamba Mtume alikipenda siki kushinda nyama. Alikipenda nyama zaidi ya siki. Tumefahamu? Ni kama yule sahaba alomwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna sahaba mmoja alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mimi nimenunua shamba na hili shamba nimepanda matunda. Nataka haya matunda yakikua iwe mtu wa kwanza kula nani? Ni wewe ya Rasulullah. Mtume akamwambia, si ndio? Kama sisi huku siku hizi mtu akitaka kufanya jambo fulani atazengea ule yulikanao. Kiwa yeye apenda wayulikanao katika dini atazengea wa dini. Kiwa yulikanao kwenye dunia atazengea ayulikanao katika dunia, mualike. Bwana nina jambo fulani nitaka ufungue ni wewe, nitaka uende kuonda ni wewe, nitaka au sio? Sasa huyu bwana akamwambia mimi nitaka tunda la kwanza litakalo kutoka kwenye mti likiiva wakula we ni wewe. Kweli? Yalipoiva akamuita Mtume SAW.
amekaa na watu, Mtume amekwenda na watu, akatukua akamkatia. Akamkatia, sawa. Alipomkatia, alipompa yule bwana, kwani na mimi hapa, alipompa Mtume lile tunda, Mtume akalionda lile tunda, ile mjaradi wa Mtume kulila, ule bwana akaona raha. Yani tunda langu laliwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, raha gani? Yani utahisi raha gani wewe? Sasa Mtume akamwona ule jamaa yu smile, na yeye akabidi afanye nini? Asmile. Kumbe lile tunda kali, lakini hakuweza kufunga uso kwa sababu ule mwenye tunda amefanya nini? Amesmile. Ule bwana kumwona Mtume amesmile, akaona Mtume amelipenda mtamu sana, kamkatia la pili. Shika ya Rasulullah. Mtume akalila, afadhali lile la kwanza lilikuwa hali yambo, hili nkali zaidi. Sasa ule bwana akazidi kusmile, Mtume naye akazidi kufanya nini? Allahumma salli wa sallim alayhi wa ala ali. Mtume alipopoa la tatu sasa hakufanya yambo, akatukua naye na wewe, manake hela na wewe lionde, wewe umekuwa ni kizandrimu tu. Ule bwana akilila, yani ya Rasulullah, wewe wala kumbe na tabasama. Akamwambia, nilipokuona wewe wa smile sikutaka nikuvunde moyo, lakini ukuona wewe homo unitia appendix sasa. Hebu na wewe sasa lionde. Umeona? Hakutaka kumvunda moyo. Sasa ndio mfano wa hadithi ya neema lidamu al-khal. Kwa hiyo kuna hadithi lazima tuzifahamu ilikuwaje mpaka Mtume aseme ogopeni moto walau bishaqi tamra. Useme Mtume lakini ataka kwa tende, hataki kwa mitele. Sasa wakati wa Mtume alikuwa haujulikani mtele. Mtele kwa Waarabu hauzidi zaidi ya miaka 300. Waarabu kujua kula mtele haizidi miaka 300. Ni mwanzo kwanza safari kwenda Indonesia na wapi ndo na ndio utaona wewe zamani Waarabu walikuwa hawazai sana, lakini walipoanza kula mitee, mashaallah. Wajua wewe angalia nchi zilazo mitee kwa kuzaa, angalia China, angalia India. Ukitaka kuzaa sana wewe kula mitee. Mchele uzalisha sana sana sana, unasiri sana katika kuzalisha. Ala kulli hali, twendeni hapa. Faida ya kutoa sadaka, hufuta madhambi. Sadaka ni moja katika ambao kwamba ni kifutio. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia, as-sadaqatu tudfi'u al-khati'ah kama tudfi'u al-ma'u an-nara. Sadaka huzima madhambi, huzima kama namna inavyozima maji yakazima moto. Asli moto uzimwe na maji, ila ni moto fulani ndio hauzimiki wa maji wa petroli. Lakini kawaida moto ukiutia maji utafanya nini? Zima. Maana siku hizi kwambia kuna moto hauzimiki, ni moto nao kwa si wa kawaida. Lakini kawaida moto huzimwa na nini? Na maji. Sasa Mtume SAW akapiga ule mfano uliozoeleka. Wakati waona hakuna aliona mifano ya moto wa petroli. Moto ni wa kuni, ukishakurusha mai hakuwaki kitu. Sasa Mtume SAW atuambia, namna unavyoona maji yanavozima moto, ndivyo sadaka inavozima madhambi. Ukiwa na dhambi wewe ukitaka kuzifuta, kithirisha kutoa sadaka. Lakini napenda kutanabahisha, usiseme sasa nishapata dili, nitafanya dhambi nitoe sadaka. Nataka ufahamu kitu kimoja, si kila ukitoacho kitatakabaliwa kuwa ni sadaka. Mwenyezi Mungu aweza akakufanya utoe, lakini suala ulichokitoa kwanza ni cha halali, pili umetoa kwa nia gani? Unaona? Wajua wewe za kupanga, mimi nitafanya madhambi kisha nitatoa sadaka. Ndio, si umetoa kumpa maskini, mimi mwenye kuona nitahukumu hili ni nini? Lakini wewe umetoa kwa nia gani? Ulipatia wapi? Ulifanya? Unaona? Kuna mambo mengi. Lakini wakati ikiwa Mungu atakakusamehe, atakujalia utowe lillahi ta'ala. Mungu yani sadaka kwa ufupi nikufasirie hivi, sadaka ikitakabaliwa
hufuta dhambi. Sio sadaka ukitoa tu. Sadaka ikiwa itatakabaliwa kuwa ni sadaka, basi kazi yake itakuwa imefanya nini? Kufuta dhambi, au sio? Kwani watu huoga, sababu ya kuoga ni kuondosha nini? Uchafu, au sio? Mbona tauli uchafuka? Kama kule kuoga si kuondosha uchafu, mbona ile tauli kisha ingia uchafu? Na pengine mkeo akikuletea tauli nyeupe, mke wangu utanipa kazi bwana, hii kifutia siku moja, na wewe pengine kazi yako ya gereji. Sasa si kazi iko hapo. Sasa wewe ujue kwamba si kila kuoga ni kuondosha uchafu. Waweza ukaoga na uchafu bado uko. Kwa hiyo waweza ukatoa sadaka, lakini kumbe ile sadaka isifanye kazi lolote. Kosa si ile sadaka, kosa ni kwamba wewe mwenye kutoa hujaitoa kwa namna itakiwavyo. Kwa hiyo tusipate hii hadithi tukasema sasa dole. Sasa sadaka, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia kwamba sadaka ni pozo la maradhi. Sadaka ni pozo la maradhi. Akatuambia dau maradhakum bisadaqa, wapozeni, yani watibuni wagonjwa wenu kwa kutoa sadaka. Sadaka vipi yafanya kazi katika kupoza wagonjwa? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametuelezea wazi kwamba sadaka ni pozo la maradhi. Yani mtu akawa ni mgonjwa akatolewa sadaka kwa nia, hapa ndipo muhimu. Kwa nia, wewe toa sadaka, ya Rab, kwa nia mgonjwa wangu apowe, kwa nia mtoto wangu aongoke. Manake kuna watu hawajaliwa kutibu familia yao kwa kupitia sadaka. Si lazima utoe senti, pengine soma Qur'ani, inuka usiku, swali tahajjud, soma Qur'ani, ya Rabbi, hii juzu ninayoisoma ya Rabbi, na kuomba ya Rabbi ni sadaka, ili umuongoze mtoto wangu, ili umtoe mtoto wangu katika matatizo, ili mtoto wangu apate mume, ili mtoto wangu apate mke, ili wewe mwenyewe upate mume, ili wewe mwenyewe upate mke. Kadhalika toa sadaka kwa kuwa wataka kuoa au wataka kuolewa. Wajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sura anavyopenda sadaka, humlainisha sana sadaka. Sura Mwenyezi Mungu apendavyo sadaka, si kama walillahi almathalul ala. Sura kuna watu wapendavyo hongo, wewe eka senti kabisa, wewe fanya mtukane aswa pumbavu pumbavu pumbavu, habari yako nenda. Manake humlainisha ile noti, humlainisha akawa haoni kosa, si ndio? Wa ila hebu wewe muungwana umtupie senti tini, atayokota, wewe umtupie, shika hiyo, kwambia tukua mwenyewe. Lakini yeye mtupie sura apendavyo ile, hajali, kwambia haina neno, enda. Tena ni 50. Ukiondoka atainama, uradhi ya sujudu, manake ainame kuinuka tabu, lakini ataokota nini? Muona amelainika. Ule lao wewe ukamuita mshahara wake ukamtupia tini, atakutukana. Lakini kwa kupenda lile limemlainisha, hakuliona tabu. Basi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa miujiza sura namna yeye alivyoiwekea sadaka, anavyoipenda, hata hubadilisha programu ambayo kwamba dhahiri ilikuwa iende namna hii ikenda vingine. Tuliwahi hapa kuelezea kisa hii Ramadhani ni hii cha kitambo. Nabii Allah Musa alayhi wa ala nabina afdalus salati wassalam alipambana na kijana barobaro. Kukitoa hichi kisa si mara moja si mara mbili, lakini kuonesha umuhimu wa sadaka. Ule kijana akamwambia, bwana wewe una opportunity kubwa, wazungumza na Mungu live kila siku. Kwa hiyo mara hii nitaka ukenda kwa Mwenyezi Mungu, nina maombi nataka kufanya nini? Kukuomba unipelekee tumwa hauawi, wewe nenda tu kamwambie.
Nabii Musa akamwambia sawa. Akamwambia nataka wewe ukienda kwa Mwenyezi Mungu mwambie ukwambia Izuddini, ikiwa umemwandikia aishi miaka 70, basi miaka 35 ya mwanzo utajiri wake wote mpe pale, kisha ile miaka 35 itakakubakia mwate awe walideni mtuzi kardha, lakini ataka utajiri upate wakati akiwa una afia ushabab, sio wewe upate senti tena miaka 70. Hata mwanamke akwambia ni wa bure huwezi, licha kwa senti takauma sawa sawa, au sio? Apitao asimamao tego, wewe una mume? Mimi nitaka kukuoa milioni 1, hashika twende. Je, senti ziko? Utafanya mambo. Wewe umekwenda umra, hashika nenda. Wewe mwenyewe utaweza kwenda, sio wanangu niangalia ni wheelchair kizuri. Haina tamu, au sio? Raha mahala pa kutufu na wewe atufu wewe mwenyewe, mahala pa kusai wewe ndio wewe mwenyewe. Sio tena tate tena. Haipendezi. Nabii Allah Musa akamwambia sawa, si ni ujumbe nitakwenda kuupeleka. Lakini Nabii Allah Musa akaona maneno hata hayaingiliki akilini haya. Jana maneno ya kihuni haya. Akaenda akaonana na Mwenyezi Mungu, ataka kuondoka. Mwenyezi Mungu akamwambia wewe umepewa salamu zangu. Yaani yeye ameona haya, wewe umepewa ya Rabbi, lakini umeona maneno. Umeona nini? Mtu amekupa ukakubali kutoa salamu kisha usizilete, hujui hayo makosa? Wewe zilete, si kazi yako. Ma ala rasuli illa balagh, wewe fikisha tu. Akamuelezea, akamwambia sawa, mwambie tumemkubalia. Akakubaliwa ile ofa, Mwenyezi Mungu akamfungulia. Sasa ule kijana alipofunguliwa hakuangalia yeye kujijengea future yake ya dunia, akawaihenda kila maskani, akiaona vijana wamekaa akauliza, wewe wafanya kazi gani? Mimi sina kazi. Waweza kazi gani? Naweza tukutuku. Twende Epson Motor pale, tukutuku zake ni imara, nikakununulie ufanyie kazi. Ende kwa mwingine maskani vijana wengine, wewe kufanya kazi gani? Mimi siwezi kufanya. Wajua kazi gani? Mimi najua kupeleka Honda. Haya, twende Epson Motor, wameleta Honda tofauti pale, nenda ukatukue. Umeona? Akawa kila mahala, wewe wafanya kazi gani? Mimi nafanya kazi fulani. Mimi nafanya kazi ya papa. Wafanya kwa nani? Nimeandika. Haya, fungua, nenda soko la papa pale, fungua nafasi yako ya kuuza papa. Akampa mtaji. Yaani akawa watu kila mmoja humpa mtaji. Atakao 3 humtolea 3, atakao 4 tole. Yaani namna hiyo. Wewe kazi yako ameusimamia gereji, usimamia mabasi. Kwa hiyo waweza kuwa na mabasi, waweza kuwa na basi zako. Haya, sasa nikufungulie basi zako na wewe. Usisimamie basi za watu. Umeona? Fungulia vijana mitaji tu. Mwaka 20, mwaka 30, yeye ufanya mambo ya kheri tu. Mwaka 35 sasa Nabii Allah Musa umwangalia huyu ana kitu gani ambacho kwamba amekiweka champa income, na yeye ajua kwamba agreement yeye na Mwenyezi Mungu miaka mingapi? 35. Baada ya 35 kutafungiwa, akaunti zote zitafungwa, hakuna tena Sasa kama alikuwa na income yeye, haya hana shauri yake. Si kama wale wendani wetu huya kutoka Ulaya, kutoka Arabuni, badala ya kufanya jambo la maana akazilia magoma, usio? Kazisagia kimaliza na alonacho akaenda kuweka karahani kwa Meru. Kisha uzengee sasa wakumwalika. Jamaa hamwaliki tena, umwambia basi si ulitoa sabilillah. Mimi nime siku zangu niliwalisha. Tukuambiana watukopesha tukulipe. Basi Nabii Allah Musa sasa Nabii Allah Musa una hamu kutaka kuangalia ma baada 35, after 35 years atakuwaje huyu mtoto. Amemwona mwaka 36 bado mambo huendelea vizuri, mwaka 37 bado mambo huendelea vizuri, mwaka 38 bado mambo huendelea. Mungu umesahau? Haiwezekani, ile agreement imevundwa. Sasa haelewi, na Mungu akamchembechonuka sasa akamkanyagia Nabii Allah Musa, hamuiti. Sasa na Nabii Allah Musa una hamu ya kwenda kuonana na Mungu, ataka kuiwasiria huyu kijana. Imekuwa Nabii Allah Musa hana hamu ya kuonana na Mwenyezi Mungu kama Mwenyezi Mungu, na hamu ya kuonana na Mwenyezi Mungu kwa kutaka kujua huyu mtoto iweje 38 sasa mbona bado yuendelea na utajiri.
Siku hiyo akapata miss call, mbio mbio tena, naam ya Rabbi. Wayua tena mtu akiwa na hamu, akiwa kuna simu fulani huingojea, huwa ameshavaa au amevaa nusu kwa nusu, suruali kwa magotini, hungojea ile simu tu. Ukimwita sasa tutakuwa kama mimi niko shavaa nguo, hoyo mbio. Basi Nabii Allah Musa akaenda. Sasa hataki yeye, yani hamu yake ataka Mwenyezi Mungu aingie, mwasemaje kizungu, go to the point, au sio? Yani atakaje kwenye ile point tu moja kwa moja. Sasa Mwenyezi Mungu humuelezea hili na hili, yeye akili yake bado iko kwenye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akamwambia, najua mimi yote ninaozungumza, wewe ataka kujua habari za ule mtoto. Ndiyo ya Rabbi. Akamwambia, ni kweli mimi nilikwambia ule mtoto kwamba mkataba nitampa utajiri paka miaka fulani, lakini ya Musa, huoni aibu? Huoni aibu mimi nimfungie mja milango ya kheri? Yeye amewafungulia waja milango ya kheri, yeye huangalia waja wangu. Leo mimi nimfungie yeye kwa kuangalia waja wangu? Mimi huwafungulia wa mabakhili wasoangalia waja na nikawafungulia, endeleani. Takuwa huyu ambao yeye ni mpacho hajiangalie yeye, huangalia watu, nimfungie? Kweli mimi nitakuwa ni Mola mwadilifu? Kwa hiyo nitamwangalia maadamu na yeye waangalia watu, maadamu yeye mkono wake uyoanyoshea watu, na mimi mkono wangu usiufunge, nitamfungulia zaidi anavotoa yeye. Na mimi nimeapa, Mwenyezi Mungu amwambia, nimeapa yoyote ule ambaye kwamba yeye itakuwa mkono wake uko tani kwa kuwafungulia waja, mimi nitamfungulia miwili. Unaona? Angalia nidhamu nzima iliyokuwa alikuwa ameipanga Mwenyezi Mungu, akaibadilisha kwa ajili ya nini? Kuweza kuangalia wendani wako. Wakati wa Nabii Allah Suleiman, hii tumekitoa juzi ya kuketi na Israeli tulikielezea. Sasa sadaka hufanya kazi ambayo kwamba wewe huwezi. Tunaye kijana hapa msikitini, huhudhuria darasa siku ambazo si za Ramadhani. Mimi huwa na darasa hapa ambao si Ramadhani, kila Jumanne magharibi, Alhamisi magharibi, Ijumaa magharibi. Kuna kijana huhudhuria na mimi hapa. Siku hiyo akawa husafiri, aliwahi kusikia mimi nikielezea mambo ya sadaka. Siku hiyo mimi nimemuona tu amekuja na katoni ya maji hugawanya msikitini. Kuna niyo watu wamefunga Jumanne hii, amegawanya, kisha hoyo akatoka akaenda zake. Amekwenda, akirudi akanambia, ustadh, uliona mimi siku ile nimegawanya maji? Akamwambia, nimekuona sana na mpaka leo sikisahau kiswa hicho. Kimenishangaza, maana wewe huya darasani siku zote, sikuoni. Mimi hapa kipaliwa taiko mpaka, maana hakuna nietea mai, lakini siku hiyo nayo katuetea mai. Akanena, basi ustadhi, siku ile mimi nilikuwa nasafiri. Gari ilivunjika gearbox na iko kwenye mwendo. Ile gari ilivyosimama, kila anayekuja haamini kwa hii gari imevunjika gearbox. Yani imesimama kama iliyosimamishwa yo wenyewe. Mimi nikakliki nikasema tu moja kwa moja, hii ni ile sadaka nilofanya nini? Kaambia, basi sadaka hufanya miujiza zaidi ya hayo. Sadaka si wewe waona ni hayo? Sadaka hufanya miujiza mikubwa zaidi ya hayo. Sadaka, kuna mwanamke hapa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba hichi kiswa kimempata mtoto wake, alipata kensa ya damu. Alipata kensa ya damu. Na huyu mwanamke ilikuwa ameuza ardhi yake kwa siku za karibuni, kabla huyu mtoto hajapata kensa, akapata takriban ambao haipungui milioni 30 za Kenya. Senti nyingi, si kidogo. Haswa kwetu sisi ambao hatuna senti ni nyingi. Kuzitaja ni kidogo, lakini kwa wenye senti si senti. Sasa daktari wakakariri akasema, huyu haiwezekani, sasa nikungojea ile time ije umshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini hakuna matumaini, huyu mwanao kupoa.
Ule mama akasema hakuna matumaini, yako matumaini, nimeweka nadhiri mimi zile pesa nilozipata zote nitazigawanya sadaka tiba ya mtoto wangu zote. Angazi kutoa milioni 10 nkatiti hizo, la yote milioni 30. Mama alihakikisha hakulala mpaka amekwenda kusaidia mayatima, amekwenda kusaidia wajane, amekwenda kusaidia walimu. Ingekuwa bora kama mchango wa kesho wa madrasa ya Riyadha ya markazi ya Habib Swaleh angewasaidia sana. Mesaidia kila mahala, kila kuhitajia kwa msaada amefanya. Akarudi akaketi na mwanawe, sasa yuasubiri hukumu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtoto amwambia mwanawe, mtoto amwambia mamake, haina haja ya kukaa hospitali, si tuende zetu nyumbani. Daktari, mama anaenda kumwambia daktari, mwambia basi kama hali kama mlivyosema, wate sisi twende zetu nyumbani. Baada mama, yani asubuhi, sasa usiku mama amegawanya zile. Sasa daktari amwambia basi wate tufanye check up, tuangalie ni dawa gani ambazo ni nzuri zitaweza kukusaidia ukiwa nyumbani. Akaenda kupimwa, hana lolote, hana lolote. Sasa ustadhi, kiso cha kutengeza. Kwako wewe waona kutengezewa, lakini Mungu hatengezewi. Akipimwa hana chochote, mtoto damu iko sawa, aweza na kumsaidia mtu. Wale madaktari hawakuamini, wambia haiwezekani. Haiwezekani vipi? Simpimeni tena nyinyi. Akapelekwa hospitali nyingine, sema hatuamini bwana, tumempima sisi. Mwambia, ulizo wale mama, hebu tuambie umefanya jambo gani wewe? Asema mimi nilikuwa nimeuza ardhi yangu milioni 30, nimeigawanya yote nikatoa sadaka kwa ajili ya tiba ya huyu mwanangu, manake ndiye mtoto wangu peke yake, sina mume mimi, sina ndugu, sina mtoto mwingine, ni yeye tu. Nikaona basi potelea mbali, na ikiwa itakuwa imepita patupu, sadaka itaenda kumfaa huko akhira. Lakini mimi sina tena maisha ya raha kujua mtoto wangu tayari endrao zake. Sasa fikiria, huyu ametoa sadaka, lakini kuna wengine hawatoi sadaka, hutoa ni kujitibu. Sasa manake kuna watu wagumu na Mungu huwaonesha. Mara ule amepigwa na koma uko SU siku moja, sijui shilingi ngapi, sijui laki moja 40,000. Hiyo laki moja 40,000 uitoao, siku ule mtoleao hupewa hata kijiko cha skirimu. Hana raha, na wewe mwenye kutoa huna raha. Uliiza kutoa shilingi 40 tu huko kumsaidia maskini. Umekuwa huzitoa laki na 40,000, atowae hazimnufaishi yeye, atolewao haziyui kwamba zimetolewa pesa. Sisi Waislamu tufikia hali namna hiyo. Taki kutoa, Mungu akakwambia ngoja, utakuja kuzitoa hapa, upeleke, kisha sema la. Madaktari hawana imani, ni wewe huna imani. Kama ulikuwa una imani ungetoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ungepata kwenda kuwapa madaktari. Asokuwa na imani ni nani? Nani asokuwa na imani? Usiniambie mimi, wewe ukaniambia mimi, si mimi. Mnaonekezea mimi? Ni nyinyi. Au sio? Nyote tena kwa moyo wenu ni wewe. Hamunisikitiki? Yani faida ya kuwatolea darasa kisha mimi sina imani? La haula. Tumcheni Mwenyezi Mungu. Ittaqun nara walau bishaqqi. Ujue ile sadaka uitoleao ndio wewe kufanya wewe usiende ukatibiwa. Kuna mzee amenihadithia, asema mimi nina miaka 40 sijui kwenda hospitali. Nikamuuliza kwa lipi? Asema mimi sitoki, asubuhi lazima nitoe sadaka, silali, siingii usiku nyumbani, lazima nitoe sadaka. Hilo tu. Miaka 40 sijui kula panadoli, sijui kula sonadoli. Yeye panadoli yake ni sadaka asubuhi akitoka, ni sadaka usiku akirudi. Na Mtume alisema wasadaqatu wija, sadaka ni kinga. Lakini wewe hujui kinga, waona ni kadi ya insurance, lakini kinga ni sadaka.
Kuna watu Ramadhani ni hawajajaliwa kutoa sadaka hata shilingi 100. Ramadhani pia salala, utakuya lini wewe kutoa sadaka? Angalia familia yako, nani muhitajiwa, nani anaohitajia kusaidiwa, umsaidie. Saidia kwa kutia nia, natoa sadaka mimi, hii nia inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anifariji, aniondolee matatizo. Wewe ni mzazi wako, nani yako, kwa nia yoyote, hebu fanya uangalie. Ramadhani haishi ila utaona miujiza ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sadaka hata kama hutopata lile utakalo, lakini ujue tudfi'u ghadaba rabbi. Sadaka huzima hasira za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lao Mwenyezi Mungu amekukasirikia, ukitoa sadaka Mwenyezi Mungu hukufurahikia. Ni mfano wewe uambiwe kiongozi fulani akutafuta. Sasa bwana tufanye vipi? Angalia 1,000,000 tumpe, mambo yatamalizika, au sio? Utakuwa umemwondoshea zile hasira. Sikia mtu utafutwa, bwana serikali imetangaza wanted, lakini baada ya siku ya pili ule ambaye alikuwa ni wanted ndio umeonyeshwa, hutangazwa yeye kwenye TV amefanya kadhaa, amefanya kadhaa. Jamani, ni hii wanted hii imebadilika hii. Basi hata kwa Mwenyezi Mungu ukiwa ni wanted, ukitoa sadaka huwa si wanted tena. Sasa lakini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni manufaa yako wewe ya kwake yeye. Haya manufaa ya duniani pengine wewe uhonge na iwe ni vibaya zaidi. Maana kuna watu uhonga kwa kupitisha unga, hakuna. Yeye huweta unga na huhonga kwa ajili ya kuupitisha ule unga, madhambi maranga. Manake urongo, watakubali wewe uwete unga na wao wasile? Atikisha wao hunena utakupiga vita madrugs. Hakuna unga uzaliwao hapa wala uzalishwao hapa, huwetwa ukapitishwa hizo zitu ambao kwamba sisi tukia na mabegi yetu kutoka haji tukafunguliwa moya baada ya moya. Lakini kuna watu mabegi yao hayaguswi na wayulikana ndio wao. Ule ambaye siye kateswa, ule ambaye ndiye akaatiliwa. Lakini twendeni, kuna na hoko sasa, mutapita pia hivyo kama mpitavyo hapa. Sasa ule atoa sadaka kikweli, basi na kwa Mwenyezi Mungu mambo huenda namna hiyo. Lakini kama nilivyokuambia, ni wakati gani? Ni wakati ile sadaka yako itakuwa yastahiki kuitwa ni sadaka. Ukitoa, toa cha halali na toa kwa ajili ya Allah jalla jalalu. Wallahi, tia nia utoapo, tia nia, mimi natoa hii nia yangu nifanye kadhaa, na usitoe kwa kujionesha, utaona mambo. Mwenyezi Mungu atupe kila la khairi, atuepushie kila la shari. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna tinaba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.